Katika wakati tunaoishi kumekithiri uongo na hawa katika mitandao mbalimbali. Ni wakati ambao mtu anahitaji ilmu sahihi zaidi. Naona watu arwaibidha wamejaa, marwaibidha wamejaa katika mitandao. Ukifungua YouTube, huyu kasema ni lazima uwe na ilmu sahihi, usije moyo wako ukaingiwa na vitu vikachafua itikadi yako, vikaharibu imani yako, vikakuyumbisha katika dini yako. Ni lazima usome, au sivyo utasema mnatuchanganya. Kwa nini umekubali kuchanganywa? Kwenye mengine mbona hujakubali kuchanganywa? Unafuatilia na unajua. Mfano wa karibuni, bwana mmoja anaitwa Mziwanda. Mnafahamu maneno mabaya aliyozungumza dhidi ya mke wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Khadija radhiallahu ta'ala anha, kwa kutumia neno ambalo ni katika misimu, ni neno lililozuka katika jamii, ambao maneno haya misimu yanaweza kutokea na kuondoka, na si maneno rasmi wala sio lugha sanifu. Na katika athari yake mbaya ni maneno mengi yanakuwa yana matusi ndani yake. Neno la mshangazi. Neno hili ni msimu ambao umezuka, ni neno la kuzuka kwenye jamii fulani ya watu fulani, washenzi, wahuni, watu wa matamthilia, wa kuigiza huko na kadha. Mshangazi ni mwanamke fulani, ni mwanamke lenye umri mkubwa, lenye umbwa hasa kubwa, lenye mali, linaloweza kulea watoto wa kiume, vijana barobaro wenye nguvu. Ndio ukitazama neno mshangazi lawakilisha hivyo kote, na ni neno soma na lilikuwepo katika jamii. Shangazi ilikuwemo, mshangazi haikuwepo kwenye jamii yetu. Ama wanawake wakubwa wanaolewa na watoto au vijana ambao wamewazidi katika umri, au vijana wadogo, yani vijana umri wao mdogo, wanawake wakubwa, hawaitwi mshangazi katika lugha yetu. Toka tukulia sisi tunaona kuna watu kabisa, ukimtazama huyu ni mke ana miaka 40, kaolewa na kijana ana miaka 30. Hatujawahi kusikia huyu akaitwa mshangazi. Hakuna. Hii ni lugha, ni tamko latumika na watu fulani, wana tabia za kihuni, watu washenzi, na ndio maana huwezi kusikia kwenye sehemu rasmi, haliwezi kutumika bungeni wala kwenye vyombo vya habari kuzungumza maneno ya sawasawa. Huwezi kulisikia neno hili. Leo neno hili uje useme mama Khadija alikuwa ni mshangazi. Alafu Mziwanda ana tabia moja ya kujiona ni mtu ana elimu sana, kama ana akili sana hivi kuliko watu wengine. Ana kitu taalum, anafanya ni kusoma vizuri tu. Yani wewe umesomaje vizuri ukaelewa mshangazi neno hili laweza kutumika kwa Khadija, mke wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wengine hawakusoma vizuri wote. Na ndio maana utaona watu wa ovyo wamepitia maneno haya. Maneno haya yalikuwa ni sababu ya watu wa ovyo wachafu kusema kumbe mishangazi ipo kwenye dini, mke wa Mtume alikuwa mshangazi. Sasa hivi hali inaenea kwa sababu ya mtu huyu khabithi. Mziwanda ni khabithun, yani mtu sio kama ana ilmu, mjanja hivi. Ni mjanja, sio kama ni mtu ana maarifa ya dini, ana ilmu, mjanja sana. Na ndio maana utaona amezungumza kabisa kwamba kama wewe unafanya kazi ya dini na hujatongozwa, basi hujafanya kazi yako vizuri. Yani anaashiria Bwana Mtume katongozwa na Khadija. Kwa nini utumie lugha hii wewe khabithi? Hii lugha ya nini? Hivi neno kutongoza likitamkwa tu, al-maana al-mutabadiru fi dhihni, maana yake ni nini? Ni kuposa. Hakuna anafahamu hivyo. Ile maana al-awwal ni ipi? Lakini ataka kuashiria watu, yani ataka kutumia lugha zile za vijana za mtaani, kwa sababu hawa ni mashehe, watakujionyesha nao pia wana uhuni fulani, wanajua mambo ya kimtaani. Maneno huyu bwana huyu na Hashim Lusaganya wanapenda sana lugha hizi. Hatusiweza kuzungumza hutuba atukana tu.
kuonyesha kama yeye ni shekhe, lakini pia ajua matamko ya kihuni. La, sio makamu yake, sio sehemu yake. Wewe Muislamu waweza kufahamu kwamba kweli yafaa kuita hivyo, Khadija yafaa kuitwa hivyo, sababu hujasoma vizuri, hujakaa na watu wasome. Ni lazima usome uwatambue watu kama hawa pia. Ni maneno mabaya kabisa, na nasibu yake biidhnillah taala, tukijaliwa kwenye mhadhara wetu wa magharibi nitamwekea sehemu, nitanata na sehemu nitasimama kidogo kwa sababu ya huyu bwana Mziwanda.